Tunakushukuru Mungu asubuhi ya leo kwa wema wako ulitujalia na tufikisha kwa nyumba yako kwa ajili ya kuja kuabudu na kusifu. Angalia Bwana tukao hata Bwana kusikia neno la msingi. Naomba Bwana utuarishe kwa neno hili. Likawe nguzo katika maisha yetu. Sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo Baba mbinguni naomba na kuamini. Amen. Haleluya. Amen. Wakati wa neno la msingi. Na asubuhi leo tunaenda kuangalia katika kitabu cha Yoshua. Mlango ni wa kwanza. Kuanzia kifungu cha kwanza mpaka cha 5. Kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza kifungu cha kwanza mpaka cha 5. Mtu alisomea. Yoshua 1:1 mpaka 5. Kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wangu Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Mstari wa 4. Tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Mstari wa 5. Hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Amina. Bwana asifiwe. Haya ni maneno ya neno la Mungu kwa Yoshua baada ya kuwa Musa ameaga. Bwana asifiwe. Kawa anampatia vile Yoshua ataongoza wana wa Israeli mpaka nchi yao ya ahadi. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Yoshua kwamba aongoze watu hawa katika nchi ile, na mahali popote watakapokanyaga basi itakuwa ni nchi yao. Bwana asifiwe. Amen. Hii inatuonyesha kwamba wakati Mungu anataka kunena na wewe ambaye Mungu anataka kuongea na wewe, kwa atakana kuwe kuna matayarisho fulani ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Unatakana, jambo la kwanza, wewe ni mcha Mungu. Wewe ni mtu wa kupenda mambo ya Mungu, ili Mungu anene na wewe. Akikuangalia katika nafsi yako na maneno yako, anaona wazi huyu mtu nikimtuma ama nikinena naye kuhusu mambo yangu atayafuatilia. Bwana asifiwe. Ndio maana akamwinua Yoshua kwa ajili ya uongozi wa wana wa Israeli, na akamwambia ya kwamba popote utakapokanyaga basi hapa mahali kutapamiliki. Bwana asifiwe. Hii inamaanisha nini? Wewe uliokoka asubuhi ya leo, ukiwa kweli umesimama katika njia za kupendeza Bwana, pahali popote Mungu akikuelekeza, hapo ni mahali ambapo utapata ushindi. Bwana asifiwe. Hakuna mtu yeyote ambaye atasimama kinyume nawe, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Bwana asifiwe. Kamwambia Yoshua, hakuna mtu atasimama mbele yako, itakuwa pamoja nawe kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa. Bwana asifiwe. Musa aliona Mungu kwa macho pale jangwani, maana kuna mambo mengi yatukia magumu, lakini kwa sababu alikuwa Musa amejitoa kwa ajili ya Mungu, ndio Mungu akamwonyesha yale makuu ambayo Musa haijui. Bwana asifiwe. Pale kwa jangwa kulikuwa na upungufu wa maji, kulikuwa na upungufu wa chakula, lakini kwa sababu mtumishi wa Mungu alikuwa amesimama katika njia za haki, alikuwa akiinua macho yake juu mbinguni na kumwomba Mungu kwa ajili ya hoja ile,
Mungu huwa anatoa jawabu pale pale. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba kulikuwa kuna ukosefu wa chakula pale jangwani. Wana wa Israeli wakawa wanalalamika, lakini mtumishi aliyesimama katika njia ya Bwana alipoinua macho yake juu kwa ajili ya haja ile, Biblia inasema ya kwamba maana ilishuka kutoka juu mbinguni. Watu wale wakala na wakashiba kwa ajili mtumishi wa Bwana alikuwa ameinua macho yake juu. Bwana asifiwe. Tunafikia mahali katika safari yao maji kakosekana, wakawa wanalalamika, tutakunywa wapi maji? Wengine hata kwa wanasema kwa nini hatuka kule Misri ambapo tulikuwa tunateseka, lakini maji tunapata. Lakini mtumishi wa Bwana aliyesimama katika njia za haki akasema, simama, tulieni muone mkono wa Bwana utakapomwokoa. Bwana asifiwe. Na hakika alipoinua macho yake mbinguni, Bwana akamwambia Musa apige mwamba na fimbo yake, na maji kapatikana baridi na maji tamu kabisa. Bwana asifiwe. Hii ilipatikana kwa sababu gani? Mtumishi wa Bwana alikuwa mtenda haki mbele za Bwana. Mimi na wewe asubuhi ya leo tuko na changamoto nyingi katika maisha yetu, ili Bwana atusaidie. Manake Mungu si mwepesi wa kusaidia, Mungu ana urahisi wa kusaidia, lakini ili anisaidie, ili akusaidie, ni lazima tusimame katika njia za kupendeza Mungu. Bwana asifiwe. Matendo yetu iwe ni matendo ya kupendeza Mungu, njia zetu ziwe ni njia za kupendeza Mungu, ili hata ile shida itakapokuja, ule mlima utakaokuja mbele yetu, tutakapoinua macho yetu juu mbinguni na kuita jina la Bwana, Bwana ataangalia nyoyo zetu na matendo yetu, na hakika atasema huyu hastahili kuteseka. Bwana asifiwe. Naye Mungu mwenyewe atatoa njia kwa ajili ya tatizo hilo. Bwana asifiwe. Mungu ni Mungu mwenye huruma, na Mungu wetu ni mwepesi wa kusaidia. Ni sisi tu tujitoe kwake, ili Bwana aone ukweli wetu mbele yake, ili asiwe na ugumu wa kutoa msaada mbele yetu. Bwana asifiwe. Vile vile tunaona ya kwamba katika wema wa Mungu ni rahisi Mungu kuingilia kati shida ambazo tunaziona ni ngumu katika maisha yetu. Mfano, wana wa Israeli walipofika katika bahari ya Shamu, hakika kulikuwa hakuna njia, na walitaharuki, na wana wa Israeli wakaanza kulalamika, wakaanza kusema afadhali tungetuacha Misri. Nilipoangalia nyuma, wakaona vumbi limepaa juu mbinguni, jeshi la Farao likwambia kujawafuata, wakawa wanalia. Bwana asifiwe. Shukuriwe Mungu na mtumishi wake Musa aliyesimama katika njia za haki, aliyependeza Mungu. Alipoinua macho yake juu mbinguni na kulilia juu ya hoja hii, Mungu akamwambia, una nini mkononi mwako? Bwana asifiwe. Unataka Mungu akusaidie asubuhi ya leo? Umeweka nini moyoni mwako asubuhi ya leo? Mungu anaona nini katika moyo wako, ili aanzie pale, ili akusaidie ile hoja ambayo unapitia. Bwana asifiwe. Maana Mungu aliona ile fimbo alepa iliyokuwa mikononi mwa Musa, na ile fimbo ndio ilikuwa chanzo cha ukombozi wa pale baharini. Bwana asifiwe. Akaambiwa apiga maji na njia itapatikana, na kweli alipopiga maji kupita kwa ile fimbo, njia ikapatikana na wakapita salama. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu ili aweke miujiza ndani yako, lazima kuwe kuna kitu ambacho kinachochea kule miujiza. Bwana asifiwe. Lazima kuwe kuna kitu ambacho Mungu akiangalia, hakika atasema huyu si wa kuteseka. Bwana asifiwe. Na mwana hata Ezekieli wakati alipokuwa ana ile hali ya ugonjwa wake, Mungu kabla aingilie ile shida yake, aliangalia akaona kweli Ezekieli moyo wake ulikuwa unaenenda katika uaminifu. Bwana asifiwe. Na alikuwa ni mtu wa kutenda haki. Ndio maana akamrudisha yule nabii, akamwambia nenda ukamwambia hata kufa bali hataishi. Imeongeza miaka 15. Kwa nini? Njia zake zilikuwa zinapendeza Mungu. Matendo yake na moyo wake yote alikuwa amemwachia Bwana. Na utakapokuwa katika hali hiyo, basi itakuwa katika hali ya urahisi Bwana kuingilia kati kila mlima kutokuja mbele zako. Hakuna mlima ambao Mungu hawezi kuondoa. Mungu anaweza kuondoa kila milima ijayo mbele za wanadamu, mradi tu
tayari Mungu akuondolee, na utayari wako ni mjue Mungu. Bwana asifiwe. Ukiangalia katika kitabu cha Yeremia 33:5, Biblia inasema ya kwamba niite nami nitaitika na nitakuonyesha makuu ya ajabu. Bwana asifiwe. Mungu yuko tayari kuita kila mmoja. Yuko tayari kuonyesha makuu ya ajabu kwa kila mmoja. Lakini je, tuko tayari kuonyeshwa na Bwana haya makuu ya ajabu? Ili tuwe tayari kwa ajili ya makuu ya ajabu ambayo Mungu anataka kutuonyesha, lazima tusimame katika njia za Mungu. Ni lazima tusimame katika njia za haki. Nyoyo zetu zipende Mungu. Ili tutakapomuita Bwana, usiwe na kizuizi mbele yako kitakachofanya Mungu akose kuitika mwito wako. Bwana asifiwe. Wengi wanamuita Mungu lakini Mungu hashuki. Ni kwa sababu gani? Kuna wale ambao wanamuita Mungu wakiwa katika njia za haki, na hao ndio wanamwona Bwana akishuka katika maisha yao. Lakini wale ambao wanaomba na Mungu anakosa kujibu maombi yao, pale kwa kuna tatizo. Kuna kizuizi kimezuia ile maombi. Nawe ili kile kizuizi kiondoe, ni lazima uache yote kinyume cha mapenzi ya Bwana na ufuate Mungu bila anapenda. Bwana asifiwe. Tutakapoacha mambo haya, hakika tutamuita Bwana na tutamuona. Tutamuita Bwana kwa mazuri na mazuri tutayaona. Tutamuita Bwana kwa mambo ambayo si mazuri kama vile magonjwa, na Bwana atashuka kwa ajili yetu na uzima utapatikana. Tutapata uzima, tutapata mambo mazuri kutoka kwa Mungu, maana anasema anatuwazia mema. Hakuna mtu yeyote ambaye duniani Mungu anamwazia mabaya. Kila mmoja anamwazia mema, afanikiwe, awe na maisha mazuri. Wale na familia, wawe na familia nzuri. Lakini je, mawazo haya yatatimia vipi katika maisha yako kama wewe mwenyewe uko mbali na Mungu? Mambo haya mazuri yatakufikiaje kama unaenda kinyume cha sheria za Bwana? Kama hutaki kufuata amri za Mungu, mambo haya yatakuwa vipi? Bwana asifiwe. Ili haya maajabu tuyaone, lazima tusimame katika haki na nyoyo zinazopendeza Bwana. Tutakapokuwa katika hali hii, hakika tutamuita Bwana na Bwana ataitika. Tutagonga mlango na Bwana atafungua. Na yote itakuwa kwa ajili ya uaminifu wetu mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Kwa haya machache, Mungu atubariki. Amen. Bwana asifiwe. Tuongeze makofi kwa ajili ya neno.